Sura ya 6 inatamka muundo wa Jamhuri ya Muungano. Ibara ya 60, muundo wa Muungano. Ibara ndogo ya kwanza. Jamhuri ya Muungano itakuwa na muundo wa shirikisho lenye serikali tatu ambazo ni Fasili A, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Fasili B, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Fasili C. Inasema serikali ya Tanganyika. Ibara ndogo ya pili. shughuli za Jamhuri ya Muungano zitatekelezwa na kusimamiwa Fasili A, serikali ya Jamhuri ya Muungano, Fasili B, bunge la Jamhuri ya Muungano, Fasili C. mahakama ya Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ya tatu. Muundo, madaraka na mambo mengine ya kiutendaji yahusuyo serikali ya Tanganyika na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar yataainishwa katika katiba za nchi washirika. Ibara ya 61. Vyombo vya utendaji vya Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ya kwanza. Serikali ya Jamhuri ya Muungano itakuwa ndio chombo chenye mamlaka ya utendaji. Bunge litakuwa na mamlaka ya kutunga sheria kwa mambo ya muungano na kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano, na mahakama itakuwa ni chombo cha utoaji haki. Ibara ndogo ya pili. Kila chombo kilichotajwa katika ibara hii kitaundwa na kutekeleza majukumu yake kwa kufuata masharti ya katiba hii. Na ibara ya 62. Mamlaka ya serikali ya Muungano. Ibara ndogo ya kwanza. Serikali ya Jamhuri ya Muungano itakuwa na mamlaka ya utekelezaji kwa mambo yote yaliyoorodheshwa kwa mambo ya muungano, na wakati inapotekeleza majukumu yake itazingatia mamlaka yake iliyopewa chini ya katiba hii. Ibara ndogo ya pili inasema utekelezaji wa majukumu ya serikali utafanywa kwa namna na kwa misingi iliyowekwa na katiba hii au sheria za nchi. Ibara ndogo ya tatu. Bila ya kuathiri au kukiuka masharti ya ibara hii, serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa makubaliano na masharti maalum baina yake na serikali ya Zanzibar au serikali ya Tanganyika inaweza kutekeleza jambo lolote lililo chini ya mamlaka ya serikali ya Zanzibar au serikali ya Tanganyika kwa mujibu wa masharti ya makubaliano hayo. Katika ibara ya 63, mambo ya muungano. Kwa ajili ya utekelezaji bora wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano na kwa ajili ya mgawanyo wa madaraka juu ya shughuli hizo baina ya vyombo vilivyotajwa katika ibara ya 61, serikali ya Jamhuri ya Muungano itakuwa na mamlaka juu ya mambo ya muungano kama yalivyoorodheshwa katika nyongeza za katiba hii. Katika ibara ya 64, nchi washirika, ibara ndogo ya kwanza inasema kwa mujibu wa katiba hii nchi washirika ni Tanganyika na Zanzibar. Na ibara ndogo ya pili inasema serikali ya Tanganyika itakuwa na mamlaka juu ya mambo yote yasiyo ya muungano yanayohusu Tanganyika. Ibara ndogo ya tatu. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itakuwa na mamlaka juu ya mambo yote yasiyo ya muungano yahusuyo Zanzibar. Ibara ndogo ya 4. Washirika wa muungano watatekeleza majukumu yao kwa kuzingatia masharti ya katiba hii na katiba zao. Katika ibara ndogo ya 5 inasema nchi washirika zitakuwa na hadhi na haki sawa ndani ya Jamhuri ya Muungano na zitatekeleza majukumu yao kwa mambo yote yasiyo ya muungano katika mamlaka ya nchi washirika kwa mujibu wa masharti yatakayowekwa na katiba za nchi washirika. Ibara ya 65. Katika ibara ndogo ya kwanza, kila nchi mshirika wa muungano itakuwa na mamlaka na haki zote juu ya mambo yote yasiyo ya muungano, na katika utekelezaji wa mamlaka hayo kila nchi mshirika wa muungano itazingatia misingi ya ushirikiano na mshirika mwingine kwa kuzingatia haki na usawa kwa ajili ya ustawi ulio bora kwa wananchi wa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ya pili. Bila ya kuathiri mipaka iliyowekwa na katiba hii, kila nchi mshirika wa muungano itakuwa na uwezo wa uhuru wa kuanzisha mahusiano au ushirikiano na jumuiya au taasisi yoyote ya kikanda na kimataifa kwa mambo yaliyo chini ya mamlaka yake kwa mujibu wa katiba ya nchi mshirika au muungano. Ibara ndogo ya tatu inasema nchi mshirika wa muungano inaweza, wakati wa kutekeleza majukumu yake chini ya ibara ndogo ya pili, kuomba mashirikiano kutoka serikali ya muungano kwa ajili ya kufanikisha mahusiano ya jumuiya au taasisi ya kimataifa au kikanda, na serikali ya Jumuiya ya Muungano inaweza kutoa ushirikiano kwa nchi mshirika wa muungano kwa namna itakavyohitajika. Ibara ndogo ya 4, bunge litatunga sheria itakayoainisha pamoja na mambo mengine
utaratibu wa namna ya utekelezaji bora wa masharti ya ibara hii. Ibara ya 66, mahusiano kati ya nchi washirika. Ibara ndogo ya kwanza, kila nchi mshirika inaweza katika kutekeleza majukumu yake katika maeneo mbalimbali kutekeleza majukumu hayo kwa misingi ya kushirikiana na kushauriana na mshirika wa muungano mwingine au baina ya mshirika wa muungano na serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa lengo la kukuza na kulinda maslahi ya taifa na maendeleo ya wananchi. Ibara ndogo ya pili, nchi washirika na serikali ya Jamhuri ya Muungano zinaweza kushauriana na kushirikiana katika mambo ya uongozi, utawala, vyombo vya uwakilishi na mahakama. Ibara ndogo ya tatu inasema utendaji wa serikali za nchi washirika au wa chombo chochote kati ya vyombo vya serikali hizo na uendeshaji wa shughuli utatekelezwa kwa kuzingatia umoja wa Jamhuri ya Muungano, nia, umuhimu na azima ya kukuza umoja wa kitaifa na kudumisha heshima ya taifa. Ibara ya 67, mawaziri wa kazi. Katika ibara ndogo ya kwanza, kila nchi mshirika itateua waziri mkazi atakayeratibu na kusimamia mahusiano baina ya serikali za nchi washirika na kati ya serikali ya nchi mshirika na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kipengele cha pili, mawaziri wa kazi watakuwa na ofisi zao na watafanya kazi wakiwa makao makuu ya serikali ya Muungano. Katika ibara ndogo ya tatu, pamoja na majukumu mengine watakayopangiwa na serikali za nchi washirika, mawaziri wa kazi watakuwa na majukumu yafuatayo. Fasili A, kushughulikia mambo yasiyo ya muungano yanayohusu ushirikiano au mahusiano ya kimataifa. Fasili B, kuwa kiungo baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya nchi washirika na baina ya serikali za nchi washirika. Katika ibara ya 68, mamlaka ya wananchi. Ibara ndogo ya kwanza, serikali ya Jamhuri ya Muungano itapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi kupitia uchaguzi wa kidemokrasia utakaoendeshwa na kusimamiwa na chombo kitakachopewa mamlaka na katiba hii. Na vile serikali ya Tanganyika na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zitapata mamlaka kupitia uchaguzi wa kidemokrasia utakaoendeshwa na kusimamiwa na vyombo vitakavyopewa mamlaka chini ya katiba zao. Ibara ndogo ya pili, serikali ya washirika wa muungano katika kutekeleza mamlaka zao zitawajibika kustawisha mamlaka ya wananchi kwa kugatua madaraka kwa serikali za mitaa zitakazoanzishwa kwa mujibu wa katiba ya Tanzania bara au katiba ya Zanzibar kama itakavyokuwa. Na ibara ya 69, wajibu wa kulinda muungano. Ibara ndogo ya kwanza, bila kuathiri wajibu wa kila raia kwa mujibu wa katiba hii, viongozi wakuu wenye mamlaka ya utendaji katika Jamhuri ya Muungano waliotajwa katika ibara ndogo ya tatu watawajibika kila mmoja wao katika kutekeleza madaraka waliopewa kwa mujibu wa katiba hii au katiba za washirika wa muungano kuhakikisha kuwa analinda, kuimarisha, kudumisha muungano. Ibara ndogo ya pili, kwa madhumuni ya masharti ya ibara ndogo ya kwanza, kila mmojawapo wa viongozi wakuu waliotajwa katika ibara ndogo ya tatu kabla ya kushika madaraka yake atapata kuutetea na kuhudumisha muungano kwa mujibu wa katiba hii. Ibara ndogo ya tatu, viongozi wakuu wanaohusika na masharti ya ibara hii ni Fasili A, Rais wa Jamhuri ya Muungano. Fasili C, Rais wa Tanganyika na Fasili D, Rais wa Zanzibar.